Karibu mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Sina shaka umeamka salama kabisa. Sasa kuna taarifa hapa kwamba kuna meli ya mizigo iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Singapore iliyotambulika kwa jina la Every Lovely imeshambuliwa na jeshi la ARGC kwa kutumia droni, na Marekani imelalamikia shambulio hilo. Lakini taarifa hapa inaeleza kwamba meli ya mizigo iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Singapore Every Lovely imeshambuliwa katika mlango wa bahari wa Hormuz, tukio ambalo limeibua hofu mpya kuhusu usalama wa usafiri wa baharini na kuweka kwenye mtihani makubaliano ya muda yaliyofikiwa wiki iliyopita kati ya Marekani na Iran ya kusitisha mapigano na kufungua tena njia hiyo muhimu ya biashara duniani. Kwa mujibu wa maafisa wawili waandamizi wa Marekani, shambulio hilo lilitekelezwa na IRGC kwa kutumia droni ya kujitoa mhanga. Droni hiyo ilielekea upande wa magharibi wa meli kabla ya kuigonga, jambo linaloonyesha kuwa shambulio hilo lilikuwa la makusudi. Shambulio hilo liliharibu daraja la uongozi wa meli, lakini nahodha alithibitisha kuwa hakuna mfanyakazi aliyepoteza maisha wala kujeruhiwa, na pia hakukuwa na uchafuzi wa mazingira. Tukio hilo lilitokea karibu na pwani ya Oman wakati meli hiyo ikivuka mlango wa bahari wa Hormuz. Baada ya tukio hilo, shirika la kimataifa la meli duniani IMO ilisimamisha kwa muda mpango wake wa kusindikiza meli kupita katika mlango huo ili kutathmini upya hali ya usalama. Mpango huo ulikuwa umeanzishwa kusaidia mamia ya meli zilizokwama kutokana na vita vya miezi iliyopita. Ripoti zinaeleza kuwa kabla ya shambulio hilo, Irani ilikuwa imeonya kuwa meli zote zinapaswa kutumia njia za baharini zilizoidhinishwa na mamlaka zake, ikisema kuwa meli zitakazokiuka maelekezo hazitapewa dhamana ya usalama. Kufuatia shambulio hilo, baadhi ya meli za kibiashara zililazimika kubadili njia au kurejea zilipotoka kutokana na hofu ya mashambulizi zaidi. Tukio hilo pia limechochea wasiwasi katika soko la nishati duniani, huku bei ya mafuta ikipanda kutokana na hofu kwamba usafirishaji kupitia mlango wa bahari wa Hormuz unaweza kuvurugika tena. Njia hiyo ni mojawapo ya njia muhimu zaidi duniani ya usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine. Hata hivyo, hadi sasa Iran haijatoa tamko rasmi kukubali kuhusika na shambulio hilo, wakati madai yanayohusisha IRGC yakitokana na tathmini ya maafisa wa Marekani na taarifa za kiintelijensia zilizonukuliwa na vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa. Baada ya utulivu wa muda kidogo katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz na Mashariki ya Kati kwa ujumla, hatimaye tunashuhudia shambulizi lingine la meli ambalo limefanywa huko katika mlango wa bahari wa Hormuz, likidaiwa kufanywa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC. Lakini katika taarifa hii unaona kabisa kwamba mwanzoni Iran ilikuwa imeonya kwamba meli zote zinapaswa kupita katika njia ambazo zimeidhinishwa na wao wenyewe, la sivyo basi meli zote ambazo zinapita tofauti na njia hiyo huenda zisipate dhamana ya usalama, manake huenda hata zikashambuliwa. Na meli hii inaonekana haikupita katika ile njia ambayo ilikuwa imekwisha idhinishwa na jeshi la IRGC kitengo cha majini hapo katika mlango wa bahari wa Hormuz. Ndio maana ikakumbana na shambulizi la droni. Ilionekana haipo katika usahihi kupita katika eneo hilo, ndio maana kadhia hii imeweza kuikuta meli hiyo ambayo ilikuwa ikipeperusha bendera ya Singapore. Basi mtazamaji wetu, leo niko hapa na nimerejea tena kwa nguvu nyingine baada ya siku kadhaa kupita, lakini nitakujuza yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa kwa karibu zaidi. Usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.